الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Naomba kwanza kutumia nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kutupa nafasi ya kuja kushiriki katika dua ya kuwaombea wazee wetu, Mungu awarehemu katika maisha yao hayo. Na namwombea rehema na amani mtume wetu Muhammad, ali zake, sahaba zake na watu wote wema. Kusema kweli, tupo hapa kwenye manaqib ya Sheikh Ibrahim. Manaqib maana yake ni kuelezea sifa nzuri za watu walioishi huko nyuma, ndio maana yake, na lengo ni kuwahimiza watu waishi kwa mifano yao. Usije ukakata tamaa kwamba mimi siwezi, mimi wale nitaweza wapi, kama alivyosema yule mshairi kwamba la taqulu dhahaba arbabuhum fa inna kullu man dabba ala darbi wasala. Tasami nitaweza wapi hayo mambo ya Sheikh Ibrahim bwana? Wenyewe kishaondoka bwana, kishakwenda zao huko. Kila ambaye anapita njia waliopita anafika katika daraja ile ile. Kwa hivyo maana yake ni kuwakumbusha na kuwaambia watu kwamba mwaweza pia na ninyi mkafikia daraja hizo ikiwa basi mtafata mienendo yao. Maana katika mambo ambayo Mungu hafanyi ni kufanya jambo kwa mtu mmoja tu, kwamba anakuwa nalo special, hafanyi. Kila jambo moja wanakuwa wengi. Kwa hivyo minafikiri tujifunze kutoka kwao kupitia tarehe zao, namna ya sisi pia kuwa watu wazuri, na tuache mirathi nzuri kwa watu wetu, kiasi kwamba hata ukifa basi na wewe unakuwa unasimuliwa vizuri. Iko maneno kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema minal mu'minina rijalun sadaqu ba'ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله قويا عزيزا. kwamba katika waislamu wenye imani wako wanaume wa kweli katika imani zao, ambao waliishi kwa kufuata misingi aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa watu barabara. Miongoni mwao faminhum man qada nahbahu, wengine shamaliza muda wao wa kuishi, lakini mambo waliyofanya yamebaki, mnayaona kwamba hawa walikuwa vidume. Wa minhum man yantadhir, wengine bado wanasubiria muda wao, pengine ndio mimi na wewe. Basi ujitahidi angalau basi uwe katika watu wema, upate daraja hizo nzuri, ili na wewe uhadithiwe. Hauwezi kuishi duniani halafu huna lako uloliacha athari. Ni jambo baya sana. Wenzako wanacheza mpira, wanafunga magoli, kazi yako kusomea tu. Si ufunge na wewe goli?
Unajikatia tamaa kwa sababu gani? Mpanda juu, ngoje chini. Kama asiposhuka, si umfuate huko huko. Kuna mwingine akifika juu ashuki. Ali juu ngoje chini. Utachelewa. Panda na wewe ufanye kwako. Haya ndio maelezo yangu, kwamba tujitahidi na sisi kufuata yale ambayo waliyafanya watu wazuri, ili na sisi tuwe wazuri. Basi maelezo yangu kwa kifupi yalikuwa ni hayo. Tunamwombea mzee wetu huyu, marehemu zetu hawa wote kwa ujumla, Mwenyezi Mungu awarehemu na inshallah watie kwenye janna, na hakika kwamba watakuwa kwenye janna. Lakini pia na sisi atujalie kufuata athari zao. Na kusema kweli, leo mimi nimefurahi sana hapa. Nimemwona shekhe wa wilaya yuko hapa na mwenyekiti yuko pale, nimefurahi na katibu. Basi naona huu ni mwanzo mpya huu, kwa kweli, au sio? Naona huu utakuwa mwanzo mpya wa kwenda kutusaidia katika hiyo. Ila Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Asante sana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.